Mtazamaji wa Sanga Media, tumeshafika tamati mwa zoezi letu hili ambao tuko na wagombea wetu kupitia chama tawala, chama cha CCM. Hapa pembeni yangu niko na mheshimiwa Jerry Silaa, lakini aliambatana pamoja na mgombea udiwani kupitia chama tawala anakwenda kwa jina la Frank Mang'ati. Lakini nataka pia nimpe fursa kiongozi aweze kuzungumza machache. Tumeshujitokeza maeneo haya kuja kumsikiliza na kujinadi katika sera zake. Mheshimiwa, kwanza hongera, unafanya kazi nzuri sana. Nashukuru sana. Okay, na tumeshuhudia hapa umezungumza mwenyewe kwamba ndani ya kata Pugu umeweza kushiriki vikao 15 ikiwemo kikao cha hivi ufanyaji kwa kazi baada ya hili jimbo kugawanya kwa majimbo mawili tofauti. Kwa namna yoyote tunashukuru sana serikali ya Dr. Samia kwa kugawa jimbo hili. Jimbo hili lilikuwa na kata 13. Mtu mwingine akisema kata 13 anaweza kadhani kata 13 za kawaida. Lilikuwa na watu 921,857. Kubwa kuliko idadi ya watu wa mkoa wa Njombe. Si kwa nia mbaya, lakini mkoa wa Njombe na watu 8,857. Kwa ukisema ukubwa wa namna hiyo, mbunge huyu kuwasemea bungeni atawasemea, lakini kusema atawatembelea wananchi, atajua kero zao, atapita maeneo yote, sio kweli. Sio kweli. Leo tumegawa mikoa majimbo mawili. Jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule. Jimbo la Ukonga limebaki na watu 400 na 90. Ukiangalia mwanzo ilikuwa ndio jimbo kubwa kuliko yote nchi nzima. Leo litakuwa labda jimbo la 17 kati ya majimbo 272. Bado ni kubwa, lakini kwa sisi tuliozoea mzigo mkubwa tumepunguziwa mzigo kiasi kikubwa. Sasa tuna kata 7 ambazo kwangu mimi kwa ule uzoefu wa kata 13 kwa kata 7 ninazimudu. Inawezekana ukipata mtu mwingine wa maeneo mengine alozoea majimbo watu 100,000, 200,000, 300,000 litakuwa bado ni kubwa. Sisi tunalimudu, tutahudumia wananchi kwa karibu zaidi. Ndio maana hata kwenye kata hii ya Pugu, huu ni mkutano wa 15. Jamani, ingekuwa kuna jimbo lile la mwanzo wa kata 13, labda leo ningekuwa kwenye kata ya 7, mkutano wa 7, kwa sababu kata nyingine za Songola, Kivule, Majoni, kata kubwa sana. Kwa tunamshukuru rais kwa ugawaji wake. Nimekuja kuomba kura wana Ukonga wenzangu, wana Pugu wenzangu, nikiamini sasa nalimudu na tunaweza kuhudumia karibu zaidi. Yale makubwa tuliyofanya kwa miaka 4 na miezi 5, umeona mwendokasi wa 300 ambapo Dr. Samia amemwaga hapa bilioni 231. Miradi ya maji, siku hizi hapa mtu anakuambia maji kwetu hayafiki. Maji hayana pressure, maji yanakatika, maji. Kitu ambacho sisi miaka 5 nyuma tulikuwa tukizungumza. Ni mambo makubwa, bado kuna makubwa tutayofanya kwenye miundombinu, kwenye elimu. Umeona hapa mtaa Mustafa na shule ya msingi, tunajenga shule ya msingi, tumeahidi kwenye masuala ya umeme, masuala ya elimu ya msingi na sekondari, mikopo ya 10%, yote hayo tunakwenda kuyasimamia. Jana sekunde kadhaa tumeshuhudia wana Mustafa, lakini wana Ukonga pia wamekuwa wakiwa na imani sana na wewe. Unahisi ni kitu gani hasa cha kitofauti ambacho uko nacho hadi wananchi wanajitokeza kwa wingi sana kusikiliza sera zako? Kazi hii tunayoifanya ni kazi ya watu. Unapotaka kuwa kiongozi wa watu, maana yake unajitoa nafsi yako na kutumikia watu. Kwa lazima wale unaoongoza wakuone kama kweli huyu mtu anatutumikia. Ama sivyo, hii sio kazi ya ajira, sio kazi ya nafasi. Kwamba fika wakati mimi mbunge nyinyi wananchi, hapana. Sisi tumekuwa tukiishi pamoja, tukicheza mipira pamoja, tukisherehekea ngoma pamoja, tukisherehekea harusi pamoja, tukizika pamoja. Mimi nimezaliwa pale Polisi Yanga Ukonga. Nimesoma shule ya msingi Ukonga. Nimesoma sekondari Pugu. Mimi huko ni mitaa ya nyumbani. Kuna mwana hapa, kuna mwalimu wangu, kuna mtu nimekuwa naye, kuna mtu nimecheza naye. Watu wote hapa tuna nasaba. Kwa sisi ni ndugu. Na sisi nafasi hizi hazitutenganishi. Tunaendelea kwenda kufanya kazi za watu, tukirudi tutakuwa ni wamoja. Tunacheza ngoma pamoja na maisha yaendelea pamoja. Kwa naamini ukifanya hivyo mtaendelea kuishi kwa pamoja, mtaendelea kuwakilisha pale wanapotaka uwakilishe. Nadhani ndio msingi mkubwa wa kazi ambazo tunafanya kuweza kujitoa kwa kutumikia watu. Tunakaribia sasa kwenda katika uchaguzi mkuu. Nini rai yako kwa wananchi kwa wana Ukonga wote kwa ujumla? Rai yangu ni ile ile. Kwanza, uchaguzi sio jambo la kisiasa. Na ndio maana tume huru ya uchaguzi imezindua kampeni tarehe 28 mwezi wa 8, tarehe 28 ya mwezi wa 10 kampeni zinafungwa. Tarehe 29 Oktoba kuna tukio la kiraia, tukio la Watanzania, tukio la kikatiba, tukio la uchaguzi ambalo kwa katiba ya Watanzania walioiandika kila baada ya miaka 5 wanataka kuchagua viongozi wao, kwamba nani ataongoza taifa lao, nani atawakilisha bungeni na nani atawakilisha kwenye halmashauri yao ya wilaya ama ya manispaa ama ya jiji. Kwa tarehe 29 Oktoba tuna uchaguzi wa Watanzania. Kwa swala kutiki swala la Watanzania, sisi tulikuwa tunasema Oktoba tunatiki kwa kuwasaidia Watanzania na kuwa kama Watanzania wengine. Kwamba nchi hii ni ya Watanzania. Akitokea mtu yote akaweza kuambia habari ya kutotiki Oktoba, maana yake anageuza nchi hii yeye ndo ana maamuzi. Wenye maamuzi ni Watanzania na maamuzi yao waliweka kwenye katiba kwamba kila baada ya miaka 5 wataweka uongozi wa kuongoza taifa lao. Kwa uchaguzi upo, nimepita maeneo yote ya jimbo la Ukonga, nimesema mkutano wa 85 kwenye jimbo hili ndani ya mitaa 41, mkutano wa 85 kati ya kata 7, mkutano wa 15 kwenye kata ya Pugu. Kote tumepokelewa vizuri na wananchi, wala hawana habari. Watakwambia tu bwana, hapa majority tuna shida maji ya barabarani. Tunakuchagua uje. Maana usipomchagua huyo mbunge na diwani, yeye kero yako anakuondolea nani? Hapa kwa Mustafa tunataka shule ya msingi.
tunakuchagua tuende shule ya msingi. Tumeona unaenda shule ya msingi pale kwa Pinda Kigogo Fresh. Kwa wana imani sema Mama Samia tunamchagua. Tumeona kujenga mwendo kasi na tunajua maombi yatakuja kuongezeka tafika na kwetu. Mama Samia tunamchagua. Tumeona DMDP awamu ya pili imeanza Banana Kitunda Kivule Msongola, na sisi tunamsubiri aje kutujengea barabara zetu. Tunahitaji rais aje kutuongoza, na rais tunaimuona anafanya Mama Samia ndio ambaye pekee hana leseni ya Lena, ana leseni ya class C nyeupe safi. Ameendesha kwa miaka 4 na miezi 5, tumeona safari inaenda vizuri. Hapigi tuta, hapigi shimo, yuko safi. Bwawa la Nyerere limekamilika intact, trilioni 6.5 za pesa za ndani. Mimi ni waziri, nasafiri nje ya nchi. Wageni wa nje, wageni wa Kiafrika wanashangaa, mmewezaje kujenga bwawa kwa trilioni 6.5 pesa za ndani? Haijapata kutokea Afrika hii, tafutie mradi mmoja. Nawaambia kwa sababu tunaye kiongozi mahiri, mpenda watu, anayetumikia wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa tarehe 29 kuna uchaguzi, na amesema jana, Mheshimiwa Rais umemsikia, kuna hali ya usalama kubwa. Watanzania sio watu wa shari. Tunapotaka Watanzania walete shari, ataumia ni nani? Wataumia ni wao. Kwa wako tayari kuchagua viongozi wao, wako tayari kwa ajili ya uchaguzi, wako tayari kuweka uongozi wa taifa lao. Mheshimiwa Jerry, kwanza shukrani sana kwa muda wako, kwa sababu najua ratiba yako ni ndefu sana, lakini tumeweza kupata fursa ya kuzungumza nawe. Nakutakia kila la heri katika Kenya yenyewe. Shukrani sana.